Naam, ni takriban kilomita 80 kutoka katika ofisi za Azam TV Tabata, Dar es Salaam mpaka katika kijiji hiki cha Muaga ambako iko katika wilaya ya Kisarawe, mkoa wa Pwani. Na nyuma yangu ni shule ambapo shule hii inakusanya mabinti ama wasichana wanaokuja kujifunza ujuzi wa ustadi wa ujenzi, na wakishajifunza kazi yao ni moja tu, kwenda kuwajengea watu wanaoishi katika kaya masikini nyumba ambazo kidogo zina ubora. Ni kupitia taasisi ya TAWA ndiko ambako mafunzo hayo hutolewa. Vigezo na masharti ni yapi, na wewe kama mtazamaji wa Kidani unanufaika vipi? Nikusihi angalia Kidani. Katika jamii nyingi kazi za ujenzi zimekuwa zikihusishwa zaidi na wanaume, lakini katika kijiji hiki historia mpya inaandikwa. Mabinti na wanawake wameamua kuvunja mitazamo ya zamani na kuthibitisha kuwa uwezo haupimwi kwa jinsia bali kwa dhamira. Taasisi ya TAWA imekuwa daraja la matumaini kwa wasichana na wanawake wanaotoka katika mazingira yenye changamoto za kiuchumi na kijamii, kwa kuwapatia mafunzo ya ujenzi na kuwawezesha kujenga maisha yao pamoja na maisha ya wengine. Naitwa Joyce Said Faustin, ni msanifu majengo na ni msimamizi wa miradi hapa taasisi ya TAWA. Taasisi ya TAWA ni taasisi ya wanawake wasanifu majengo Tanzania, na malengo yake hasa ni kusaidia jamii na kuwawezesha wanawake wenye uhitaji. Tumejikita sana kwa kuwajengea ujuzi wanawake ambao hawajapata nafasi ya kuendelea katika masomo yao, lakini sisi tumeweza kuestablish kituo ambacho tunafanya mafunzo kwa vitendo. Mafunzo tunayotoa kwa wanawake wajenzi yanahusiana na ufundi ujenzi, kuna useremala, kuna upakaji rangi pamoja na umeme, na kwa mwaka huwa tunakuwa na intake 2 ambayo inaanza mwezi wa 2 mpaka wa 6 na nyingine inaanza mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12. Kwa wengi wa mabinti wanaofika hapa, safari yao haikuwa rahisi. Baadhi walikosa fursa ya kuendelea na elimu kutokana na changamoto za kifedha, huku wengine wakitoka katika mazingira yaliyowakatisha tamaa kuhusu mustakabali wao. Vigezo vya kujiunga na mafunzo haya ni binti au mwanamke awe hajapata nafasi ya kuendelea na masomo yake, aidha ameishia darasa la 7 au hajaenda shule kabisa, kwa sababu sisi mafunzo yetu sana yamefocus kwa vitendo. Kwa hiyo tunajaribu kumfundisha hata yule ambaye hajaenda shule lakini anakuwa na uwezo wa kuelewa na kujua jinsi ya kujenga. Na mafunzo yetu tunayatoa hasa tumebase kwa vitendo. Sawa, tuna muda wa kukaa darasani kwa ajili ya kuelezana na kanuni na njia mbalimbali za ujenzi, lakini kwa vitendo sana ndio tunafanya. Kwa katika mafunzo yetu kwa hii miezi 4 huwa tunafanya mafunzo kwa theory pamoja na vitendo, na mpaka darasa linakuja kukamilika wanakuwa wamekamilisha nyumba moja ya mzee hapa kijijini. Umri ni jambo moja ya vigezo vya kujiunga na mafunzo haya. Hata hivyo, wanawake wanaotoka katika maeneo ya mradi hupewa nafasi maalum ili kuhakikisha jamii zinazohusika zinanufaika moja kwa moja. Wanawake tunaowachukua katika kozi zetu ni wa kuanzia miaka 18 mpaka 35 na wanatoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Mpaka sasa vijiji viwili vimenufaika na mradi huu, huku familia zenye hali duni zikijengewa makazi bora kupitia nguvu na maarifa ya wanawake hawa. Tangu tumeanza mafunzo haya tumeweza kukamilisha nyumba zipatazo 19, ambapo nyumba 5 ziko Chanika na nyumba zingine 14 ziko katika hiki kijiji cha Muaga. Na sisi tunafanya kazi pamoja na jamii. Kwa hiyo tulivyokuja katika kijiji hiki tulikaa pamoja na jamii. Kwa hiyo sisi kwanza idea zote huwa zinaanzia kwenye jamii. Na tulikuwa tunatamani sana mafunzo yetu tunavyoyatoa tuache alama. Kwa hiyo kijiji kiliweza kuandikisha majina ya wazee wapatao 45 ambao wana uhitaji wako katika mazingira magumu. Na sisi kama taasisi tuliweza kuzipitia na kuevaluate, lakini huwa zinatolewa kwa awamu. Na ni kijiji chenyewe, wanakijiji wenyewe wanaamua kwamba wanatupa kwamba nani ni priority zaidi. Kwa hiyo tunatumia sana jamii tunayofanya nayo kazi au inayotuzunguka katika kijiji hiki kuwafanya maamuzi ya nani ajengewe na mwingine nani atafuata. Kwa sasa bado tuko ndani ya hiki kijiji na kituo chetu kipo hapa kijijini. Kwa hiyo na sisi kama kurudisha kwa jamii tunafanya ndani ya hiki kijiji, lakini huenda Mungu akitujalia tukaweza kuexpand, tutaweza kufika kwenye vijiji vingine. Asia Kalebi kutoka Dar es Salaam na Margaret Christopher kutoka Sengerema mkoani Mwanza ni miongoni mwa mabinti waliopata nafasi ya mafunzo mwaka huu. Kwao, TAWA imekuwa mwanga na matumaini baada ya ndoto zao za elimu kukwama kutokana na changamoto za kifedha za familia.
Niko nyumbani tu nakaa na wazazi, maisha ndio hivyo. Niliishia form 4 wakashindwa kuniendeleza. Kwa hiyo TAWA wakaniona, wakaamua kunichukua ili kwamba wakinipa ujuzi, huo ujuzi nikautumie nikanufaike kwa jamii nzima na kwa familia yangu niweze kuinua. Pale tulipokuwa tukazidi kuinuka zaidi. Kipindi nilikuwa kule nyumbani, nilikuwa nafanya biashara ndogo ndogo kama dagaa, karanga hivyo. Lakini nilikuwa sijui kufyatua tofali, nilikuwa sijui kujenga. Kabla ya kuja hapa pia nilikuwa nafyatua tofali zile za holo, zile za matobo. Na nilipofika hapa nilikuta zile mashine, nikasema inapendeza zaidi. Pia nimejifunza kufyatua tofali za bloko, nilikuwa sijui kujenga, kwa sasa najua kujenga. Kwa kweli nimejifunza vitu vingi. Kabla sijaja hapa TAWA nilikuwa nafanya kazi ya kufyatua tofali kule Sengerema, na waliona bidii yangu na baada ya hapo wakaniunganisha kuja TAWA. Lakini zaidi ya kupata taaluma, mabinti hawa wamekuja kuthibitisha jambo moja muhimu, kwamba hakuna kazi ya mwanamke wala kazi ya mwanaume. Kilichonivutia, yani watu wengi mtaani hawajui kwamba mabinti kwamba tunaweza tuna nini. Kwa hiyo nilipopata hiyo taarifa kwamba kuna ujenzi, nikasema hivi, ngoja nijaribu, nitaweza na mimi. Maana sikutarajia kama nitaweza. Hata jinsi ya kuchanganya udongo nini. Yaani nilikopo mwanzo nilikopo naona ngumu, lakini kumbe siku zinavyozidi kwenda unavozoea, kumbe inawezekana. Mpaka sasa imewezekana, naweza kuchanganya udongo, naweza kujenga, naweza kiasi kwamba mtu akiniita akaniajiri nimfanyie kazi yake ya ujenzi, inawezekana nikamfanyia na nyumba yake ikatoka bora. Nilikuwa nafanya kazi ya kufyatua tofali kule Sengerema, na waliona bidii yangu, na baada hapo wakaniunganisha kuja TAWA. Na ni ushauri wangu kwa wadada wenzangu, yani wadada tuna ile kwamba kudharau kazi au kuchagua kazi. Unaweza kusema kwa mfano kuna ile kwamba wengi sana wanapenda kudharau, kwa mfano biashara ndogo ndogo. Yaani mtu anakuta mimi siwezi kufanya biashara kama hii. Hapana, usidharau kazi. Na kuna changamoto nyingi. Wengi wanasema yani zile ni kazi za wanaume. Ni kazi ambazo unajiumiza. Hakuna kazi ya wanaume, ila bali sote tunaweza. Asia anakiri kuwa kazi za ujenzi zina changamoto zake, lakini ushirikiano waliojenga kama timu huwafanya kushinda kila kikwazo. Example, naweza kuchimba labda msingi, kama msingi labda mrefu kwenda chini, jinsi ya kushika labda ile chepe kuchimba kupandisha juu, au matofali ya bloku kuyabeba peke yako hivi huwezi, mpaka ushirikiana na msichana mwenzio kuyabeba. Nilijiunga na kituo cha TAWA mwezi wa pili, mpaka sasa naenda kutimiza miezi 4 toka nije hapa. Nimejifunza vitu vingi, na nilipofika hapa sikutarajia kwamba na mimi nitaweza kufyatua matofali. Nilikopo sijui aina matofali, kumbe kuna matofali mengi. Nilikopo najua kuna matofali tu aina moja ambayo ni bloku, kumbe kuna matofali zaidi ya moja. Nimejifunza kuna interlock na holo, ambao wao interlock ambao ndio example matofali hapa ambayo mjengea majengo mengine, ambayo ya matobo ambao ndio tumejifunza kufyatua. Na ya bloku nilikopo sijui jinsi ya kufyatua na jinsi wanavyofyatua. Tukafundishwa jinsi mchanga unavyochanganywa na simenti leshe yake ili upate tofali, na jinsi ya kuweka katika mashine na ile tofali linavyotokea. Pia tukaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Nikaingia katika sekta ya umeme, tumejifunza vingi. Nikajifunza jinsi gani mabomba yanavyowekwa ili nyaya za umeme zipite, jinsi ambavyo switch za aina gani ambazo inawezekana kuwasha huku na huku ikatokea ikawaka taa moja. Tukajifunza vitu vingi, na mpaka sasa mpaka tunaendelea, nimetokea kujifunza ujenzi. Tumeanza jinsi ya kujenga boma, kuchimba msingi, jinsi msingi unavyochimbwa, matofali ya msingi yanavyosetiwa, mpaka jamvi, jinsi jamvi linavyokuwa, tunasetije tofali za boma, kupandisha matofali kwenda juu. Mpaka sasa tumefikia hatua nzuri, mpaka nyumba yetu imeisha, hadi tumeweza kuwezeka, na tunatarajia nikitoka hapa
yani nitaenda kunufaika zaidi huko nyumbani kwetu. Nitaonesha watu jinsi gani matofali jinsi yanavyotengenezwa na jinsi yanavyojengwa, maana kuna wengine hawajui matofali ya matobo yanavyotengenezwa na yanavyojengwa. Wengine wakiaona wanashangaa ni matofali aina gani, lakini hiyo ni matofali mazuri. Inawezekana ukajengea gorofa na ukajengea nyumba kubwa zaidi kuliko nyumba ndogo ndogo. Mimi ndoto yangu ni kuja kuwa fundi mjenzi na mtu mkubwa wa umeme. Usemi maarufu wa mwanamke adui yake mwanamke haonekani kuwa na nafasi katika kijiji hiki. Badala yake, wanawake hawa wameamua kuwa nguzo za maendeleo kwa kila mmoja wao. Kwa viongozi wa jamii, mabadiliko haya hayaonekani tu kwenye nyumba zinazojengwa, bali pia kwa namna wanawake wanavyojiamini na kushiriki katika maendeleo ya kijiji. Sisi tunashirikishwa kama wanakijiji, tunaitana wote na TAWA inatuuliza, je, nani mwenye mazingira magumu? Kwa hiyo sisi wenyewe tunajijua. Uwezi ukajipendelea mimi, hapana, muangalie na mwenzio aliokuwa chini yake. Kwa hiyo sisi wenyewe tunajijua, tunamwangalia aliokuwa chini, tunamwambia fulani, kama mfano Bibi Kisozi. Umeona? Kwa hiyo yupo tofauti na mimi mazingira na uishi. Najua ipo siku na mimi nitajengewa, lakini kwanza angalia hali ya chini kulikoni wewe. Mimi hapa TAWA nafanya kazi ya kwanza fundi mjenzi, pia ni fundi rangi, 3 ni mama kilimo, yani nafanya kazi ya ukulima. Tunawakaribisha wadau, ndugu na majamaa kwa kupitia TAWA, basi wote tuungane kwa pamoja, mwenye kutoa kifaa, mwenye kutoa jembe, mwenye kutoa kila kitu, ili tuje kumsaidia Bi Zakia. Rukia Mwakisongo ni fundi mkuu katika mradi huu. Alianza kama mwanafunzi mwaka 2021. Leo hii ni mwalimu na msimamizi wa mabinti wengine wanaofika kujifunza. Toka mwaka 2021 ndio nimeanza kujifunza na mpaka nikatimiza mwaka na mimi nikawa mjenzi kamili. Hivyo na tunaendelea kujenga. Mimi ni mjenzi. Tunaanzisha nyumba kuanzia msingi mpaka gebo. Wale wanakuja kupaua, kuna kikundi kingine wanakuja kupaua. Sisi tunaishi hapo kwenye. Kwa sisi wajenzi nadhani tupo kama 20. Wale ambao wanakuja kupaua, wao wanaanzisha kuweka milango. Kwanza wanapaua, wanaweka milango na madirisha. Au ni hao wote. Ndio wa seremala. Ndio tuko kikundi hivyo. Na warangi ni wengine. Wanakuja kupaka rangi nyumba. Hivyo. Na wa umeme wengine. Yaani tuko makundi kama 3. Kuna rangi, umeme, manne. Rangi, umeme na ujenzi. Baada ya mafunzo ya darasani, sasa ni muda wa vitendo. Kwa siku 60 mfululizo, bila kujali jua wala mvua, mabinti hawa hujitolea kujenga nyumba za makazi bora kwa familia zilizochaguliwa. Ni safari ya jasho, uvumilivu na kujituma. Kwa ujumla inakuwa miezi 2 kwa sababu kunapitia baada ya kumaliza hiyo gebu, kuna tunafanya point, yani finish kumalizia nyumba. Sababu haya matofali unavyoona madogo madogo kuna uwazi mdogo mdogo. Kwa hiyo ndio tunatengenezea hiyo point, tunaziba. Ndio tunamalizia. Kwake kuona wasichana wakifanya kazi zilizokuwa zikionekana kuwa ni za wanaume ni jambo la kujivunia. Najisikia faraja kuwa na wanawake wenzangu na wengine nimewafundisha mabinti, tuko wote tunamjengea mwanamke mwenzetu. Sikia amani kabisa. Sababu tupo wengi, kazi inaenda kwa haraka sana. Nadhani leo pale itapanda muda si mrefu.
najisikia faraja kuwa na wanawake wenzangu na wengine nimewafundisha mabinti, tuko wote tunamjengea mwanamke mwenzetu, sikia amani kabisa. Ni rahisi kwa sababu vile ninavyoelekezana vile inakuwa wanaelewa vizuri na wao wanasikia furaha wakijifunza ile kazi, inakuwa vizuri kweli. Asalamu alaykum Bi Zakia. Alaikum salaam taala. Safi. Unaitwa Bi Zakia nani wewe? Zakia Shabani Abdalla Dinangale. Kwa zaidi ya miaka 40 Zakia Shabani aliishi maisha ya kuhangaika. Licha ya kuwa na kiwanja alichorithi kutoka kwa familia yake, uwezo wa kujenga nyumba ulikuwa ni ndoto isiyofikika. Leo ndoto hiyo inaanza kutimia. Maisha yangu ndio hivyo pa shida. Mama yetu alikufa, alituacha sisi tuko 9. Wanaume 2, wanawake tuko 7. Kwa hiyo maisha yetu tunayajua wenyewe. Yaani baba alituacha bado wadogo sana. Hata shule sisi wengine hatujasoma. Alibaki mama naye akakaa akafa. Akatuacha naye bado wadogo vile. Basi maisha yetu alikuwa tabu hivyo. Wenzangu ambaye kutoka mimi ndio huyo mdogo wangu, wenzangu amejaliwa, ameolewa, ana maisha yake na wengine. Kwa hiyo nimebaki mimi nabaki na yumba tu. Leo nakaa hapa, kesho niko hapa. Yaani sieleweki maisha yangu ya tabu hivyo. Tunajua hata ukaa kwa ndugu. Ukikaa kwa ndugu huyu mara anakuambia hivi, ukikaa kwa ndugu huyu mara anakuambia hivi. Basi maisha yangu yalikuwa tabu hivyo. Yaani sijawahi kupata familia. Na kazi yangu nilipata TAWA. Nilikuwa tunajenga. Nikakaa kama mwezi mmoja. Nikaanza kuumwa. Nikaumwa mpaka sasa hivi. Nikaenda hospitali Kisarawe, nikaambiwa na tatizo la moyo mkubwa na nini sijui kooni hapa maka ilikuwa linajaa hivi koo. Mgonjwa gani wewe sijui wenyewe anajua. Yote akanambia. Nikabidi tena niache kazi. Paka sasa hivi tena nimebaki natulia tu nakaa hivyo. Ile nyumba yani Fadhili alinifadhili maka aliviniona na yumba. Akaniambia dada kama nina mwaka sasa hivi nipo kwa ile nyumba, akanikabidhi. Naambia basi dada utakaa hapo utanisaidia. Nikamwambia sawa. Na mimi tena nilikuwa najenga, tuliwahi kujenga nyumba moja mzee mmoja yupo mbele huko. Tuliwahi kujenga, nilikuwa natafasua matofali. Hiki kiwanja cha marehemu baba yetu. Marehemu baba yetu amekufa, alituachia kiwanja hiki. Tukaanza kukatiana. Mimi ndo akanikatia hapa. Ingawa afya yake si nzuri kama zamani, furaha ya kuona nyumba yake ikijengwa inampa nguvu mpya na matumaini ya maisha bora. Tumekaa, tumefikiria na tumekubali kumjengea Bi Zakia nyumba bora ya makazi katika eneo hili. Kwa hiyo tunashukuru na tumekubaliana hivyo, tutasaidiana wote kwa pamoja, tusaidiane, tushirikiane ili tumhakikishie Bi Zakia amepata makazi yaliyokuwa bora na salama. Yaani naona kama vile ndoto, yani nimesema nitakuwa siamini nikipata nyumba nikikaa kwangu nitashukuru sana. Biashara nitaiweza mimi kwa huku naona inalipa kama kuku hivi. Biashara ya kuku. Yaani kwa kweli najisikia furaha sana ndani ya roho yangu. Yaani furaha kubwa sana. Na naomba iishi hata kesho. Mwenyewe ahamia katika mji wake na aanze maisha yake. Mimi ngwani nashukuru sana. TAWA hakupotea, ili jicho limeangalia kweli kwa sababu huyu Bi Zakia kwanza kwa bahati mbaya hana mtoto hata mmoja. Alafu familia yetu ilipo duni sana. Kwa hiyo na Zakia mwenyewe misaada inakuwa shida. Leo amelala hapa, kesho analala hapa. Kwa hiyo alikuwa anasumbuka sana kuhusu kupata sehemu ya kulala. Kwa hiyo kwa kupatiwa nyumba hii mimi nashukuru sana. Jicho limeona la TAWA na wanakijiji tumeona Bi Zakia kupata nyumba. Hatukukosea na TAWA hawajakosea. Umefanya jambo la maana sana kumsaidia huyu Bi Zakia. Kwa TAWA mafanikio hayapimi kwa idadi ya nyumba pekee. Mafanikio makubwa ni mabinti wanaopata taaluma, wanawake wanaojengea kujiamini na jamii zilizobadilisha mtazamo kuhusu nafasi ya mwanamke katika maendeleo. Mimi leo si mfyatua tofali tu, si mjenzi tu, bali yani natamani kuwa kama engineer. Sio mjenzi tu. Na sisi tunafanya kazi pamoja na jamii. Kwa hiyo tulivyokuja katika kijiji hiki tulikaa pamoja na jamii. Kwa hiyo sisi kwanza idea zote huwa zinaanzia kwenye jamii. Na tulikuwa tunatamani sana mafunzo yetu tunavyoyatoa tuache alama.
Kwa hiyo kijiji kiliweza kuandikisha majina ya wazee wapatao 45 ambao wana uhitaji wako katika mazingira magumu, na sisi kama taasisi tuliweza kuzipitia na kuevaluate, lakini huwa zinatolewa kwa awamu, na ni kijiji chenyewe, wanakijiji wenyewe wanaamua kwamba wanatupa kwamba nani ni priority zaidi. Kwa hiyo tunatumia sana sana jamii tunayofanya nayo kazi au inayotuzunguka katika kijiji hiki kuwafanya maamuzi ya nani ajengewe na mwingine nani atafuata. Kila tofali linalowekwa hapa lina hadithi yake. Hadithi ya ndoto iliyokatishwa tamaa lakini ikafufuka. Hadithi ya mwanamke alikataa kuwekewa mipaka, na hadithi ya jamii inayojifunza kwamba maendeleo yanajengwa na kila mtu bila kujali jinsia. Najisikia vizuri kwa sababu ninapopata tabu mimi mwenyewe vivi ni mwanamke, naona mazingira magumu ninavyoona. Kwa hiyo najisikia furaha na amani kumpatia mwenzangu makazi bora. Najisikia najikuta kama na mimi mwenyewe nina nyumba ya bloko, sio kama hii, lakini iko vizuri, iko bora. Nilianza kujenga mimi mwenyewe, lakini TAWA mwaka huu wamekuja kunisapoti kuhusu milango na madirisha ili kumalizia ile nyumba. Tangu 2021 ulivyoingia mpaka hivi sasa naona mabadiliko makubwa. Kuna wazee wasiokuwa na uwezo karibuni 15 wameshapatiwa nyumba hizi za makazi bora, ambapo hao watu walikuwa hawana uwezo wa kuweza kuzipata makazi bora kama hayo yanayojengewa na TAWA. Ujio wao umeleta mwamko mkubwa kwenye kijiji changu cha Muhaga. Wamama wa Muhaga walikuwa hawajui kufatua tofali, walikuwa wanajua wanaume tu ndio wanaweza kazi hizo. Lakini kwa sasa wamama wanafatua tofali aina yoyote, zikiwa za mchanga sementi au udongo sementi, yote wanafatua. Nyuma yangu ni aina ya nyumba ambayo wanakijiji katika eneo hili la Muhaga kutoka hapa wilaya ya Kisarawe wameamua kuingia darasani na kusoma kupitia taasisi ya TAWA hasa katika eneo la ujenzi ili kuweza kuendelea kuwajengea nyumba bora na za kudumu wale ambao hawana uwezo ama wale ambao wanaishi katika makazi duni. Matumaini yangu ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa Kidani. Kama wewe ni msichana na unapenda kupata mafunzo ama kujifunza ujenzi, basi kuna namba inapita hapo chini kwenye screen yako 0688475656, ama unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii ili kuweza kuunganisha moja kwa moja na madarasa haya. Nikushukuru sana kwa muda wako, mpaka wakati mwingine. Mimi ni Sauda Hussein.